Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuelekea katika msimu mpya wa mashindano wa ligi kuu ya NBC na michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika na michuano mingine ya ndani ya nchi ya Tanzania ndani ya klabu ya soka ya Yanga Sports Club, ambapo Yanga tunaona wamepanga kufanya maboresho katika benchi lao la ufundi, ambapo ikumbukwe kwa sasa kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club kipo chini ya kocha kaimu, kocha mkuu ambaye ni Abdul Moliani, ambapo tunashuhudia kwa upande mwingine kocha huyu aliweza kuchukua nafasi ya kocha Pedro Gonçalves, raia wa Ureno, ambaye Yanga waliweza kusitisha mkataba wake mara baada ya mwenendo mbaya wa kimchezo ama uchezaji ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Sasa Yanga mara baada ya kumuondosha kocha Pedro wakaamua kumpa timu kocha Abdul Moliani aweze kumalizia msimu, lakini kuelekea katika msimu mpya wa mwaka 2026 2027 klabu ya soka ya Yanga watakuwa na kocha mpya. Sasa kocha huyu ni nani? Fahamu, klabu ya soka ya Yanga Sports Club wameweza kufanya mazungumzo na kocha wa zamani wa klabu ya soka ya Simba Sports Club, raia wa Afrika Kusini, hapa tukienda kumwongelea Fadlu Davis. Fadlu Davis ni kocha mwenye uzoefu mkubwa na soka la Kitanzania, mwenye uzoefu mkubwa na michuano ya Afrika, kwa sababu tunashuhudia kocha huyu amefundisha vilabu vikubwa hapa barani Afrika. Maisha yake ya soka yalianzia katika klabu ya soka ya Durban City ambayo ilikuwa ikishiriki ligi kuu pale nchini Afrika Kusini, bila kusahau kocha huyu Fadlu Davis mwenye umri wa miaka 45 aliwahi kupita katika klabu ya soka ya Orlando Pirates mwaka 2021 mpaka 2022, lakini tunaona mwaka uliofuatia 2023 alikuwa kocha msaidizi wa klabu ya soka ya Raja Casablanca ya nchini Morocco, na mnamo mwezi wa 7 mwaka 2024 Simba Sports Club waliweza kumtangaza kama kocha wao mpya, ambapo tunashuhudia aliongoza Simba kwa kipindi cha msimu mmoja, na mara baada ya msimu mpya kuingia 2025 2026 aliongoza Simba michezo michache, na mara baada ya hapo akaweza kufungasha virago na kujiunga na klabu ya soka ya Raja Casablanca ya nchini Morocco, ambapo tunashuhudia akiwa na klabu ya soka ya Raja Casablanca ambayo alijiunga nao mwezi wa 9 mwaka 2025 na kuiongoza mpaka mwezi wa 6 mwaka 2026, na ndipo ambapo kwa upande mwingine alipoamua kuvunjiwa mkataba wake na Raja Casablanca. Hii ni kutokana na mwenendo mbaya wa kikosi cha Raja Casablanca kuto kufanya vizuri. Sasa fahamu, klabu ya soka ya Yanga wanaamini kocha Fadlu Davis ni kocha mwenye uzoefu na atakwenda kuifanya klabu ya soka ya Yanga Sports Club kuwa bora, ni kutokana na jinsi ambavyo aliweza kuishape ama kuitengeneza Simba wakati anaifundisha Simba. Fadlu ilikuwa ni Simba ya moto kweli kweli, na ikumbukwe kocha huyu ameweza kuweka wazi kabisa kwamba amepokea ofa mezani kutoka kwa viongozi wa klabu ya soka Yanga na ameweza kuridhishwa na project ambayo Yanga wameweza kumwekea mezani kwamba project itakwenda kuwa hivi na hivi. Basi ameridhishwa na project hiyo. Kwa sasa kinachosubiriwa ni yeye kukaa na mawakala wake, na mara baada ya hapo tangazo rasmi kutoka ndani ya klabu ya soka Yanga litakwenda kuamua je, huyu ni kocha halali wa klabu ya soka Yanga. Lakini ndio hivyo, ameweza kuweka wazi yuko tayari kuifundisha klabu ya soka ya Yanga kwa sababu kwa sasa hana timu. Na ikumbukwe vile vile Al Hilal Omdurman ya nchini Sudani nao pia wameweza kutuma ofa yao. Kwa hiyo lakini kocha huyu anavutiwa zaidi kucheza soka la ushindani, kwa sababu ukiangalia Al Hilal hawashiriki ligi pale nchini kwao, anakuja kuifundisha Yanga kwa sababu tayari Yanga wenyewe wamevutiwa na kiwango cha kocha huyu Fadlu Davis mwenye umri wa miaka 45, kocha wa viwango vya juu ambaye aliwahi kuifundisha Simba, na Simba ilikuwa ni ya moto kweli kweli chini ya Fadlu Davis, mtaalamu huyo kutokea pale katika nchi ya Afrika Kusini. Kwa hiyo kuelekea msimu ujao wa mwaka 2026 2027 kikosi cha Yanga Sports Club ni 70% kuwa chini ya kocha Fadlu Davis, mtaalam kutokea Afrika Kusini. Tuambie neno la comment kwa chaguo hili ambalo Yanga
wameweza kuliweka mezani kwa kocha Fadlu Davis kuja kukinua kikosiko. Je, ni kocha sahihi ambaye ataweza kuifikisha Yanga katika ile nchi ya ahadi ambayo wanataka kulitawala soka la Kiafrika? Toa maoni katika comment na tutakuja kuyasoma.